Wengine wanasema kuwa katiba katika kipindi cha Nyerere haikujali. Utawala ulipata uhalali wake kutoka kwa itikadi ya chama na kiongozi wake wa haiba. Tanganyika ilipata uhuru wake mnamo mwaka 1961 chini ya katiba mpya huru. Katika mwaka 1962 katiba ilibadilishwa na kuifanya Tanganyika kuwa jamhuri. Hata hivyo, kama wanahistoria wanavyoona, mabadiliko haya yalikuwa na maana zaidi. Tulipoingia kwenye mfumo wa chama kimoja, kuliundwa tume iliyoongozwa na makamu wa pili wa rais na waziri mkuu wakati huo Rashid Kawawa. Ile tume ndio iliyotuingiza kwenye chama kimoja. Iliambiwa kwenye hadidu rejea zake, iliambiwa si wajibu wenu kusema tuingie kwenye chama kimoja au la. Huo uamuzi tumeshaufanya sisi wa serikali, sisi 5. Mnachotakiwa kufanya nyie ni kueleza tunaingiaje katika mfumo wa chama kimoja na uweje. 62 wakafanya mabadiliko kuondoa katiba ile na kuweka katiba ya jamhuri. Kwa hivyo ikawa jamhuri kamili na ikawa sasa rais ni kiongozi wa nchi, amiri jeshi mkuu na kiongozi wa serikali. Baada ya mapinduzi ya Zanzibar kufanyika na muungano wa haraka kati ya Tanganyika na Zanzibar kuzaa jina la Tanzania, katiba ya mpito ilipitishwa. Ule mkataba wa muungano ukasema kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaongozwa na katiba ya Tanganyika kama itakavyofanyiwa marekebisho, ili hiyo ni katiba ya muda mpaka pale katiba ya kudumu itakapotungwa. Na mkataba wenyewe wa muungano ukasema utaratibu wa kutungwa hiyo katiba kwamba paundwe tume ya katiba ambayo itakuwa na wakilishi sawa kati ya Tanganyika na Zanzibar, na baadaye liundwe bunge la katiba ambalo litakuwa na wajumbe kama itakavyoamuliwa baina ya Zanzibar na Tanganyika, na ndani ya mwaka mmoja tume ikutane na bunge liwe limeitishwa kupitisha katiba ya kudumu. Mnamo mwaka 1965 katiba hiyo ilibadilishwa ili kuanzisha sheria moja ya chama iliyoongozwa na 5 katika ngazi ya kitaifa, lakini iliruhusu chama cha Afro Shirazi Party kuendelea Zanzibar. Ingawa hapo awali ilikusudiwa kudumu kwa muda wa mwaka, katiba ya muda ilikuwepo hadi mwaka 1977 na kuongezewa marekebisho kadhaa kwa kuimarisha utawala wa 5 na kudhoofisha uhuru wa Zanzibar. Sasa wanasema unapousoma wote ule mkataba, dhamira yake ilikuwa ni kuweka mamlaka 3. Kwamba mamlaka moja ni zile mamlaka 2 pale tayari tuna serikali ya Tanganyika na huku tuna serikali ya Zanzibar. Hizi ni mamlaka 2. Zanzibar akatoa mambo yake 11 na Tanganyika akatoa mambo yake 11. Haya mambo 11 yakafanywa ubatizo au yakapewa lakabu, yakaitwa mambo ya muungano, kwa sababu ni mambo ya shirika ambayo kila mmoja katoa. Mambo yale ya polisi, huyu kasarenda kwenye kapu la muungano na huyu kasarenda. Mambo ya ulinzi, huyu kasarenda na huyu kasarenda. Kwa hivyo unaposarenda mambo yale yale kama ambayo mwenzako amesarenda, mkayatia kwenye kapu moja, ina maana hii ni mamlaka moja, ni jurisdiction moja. Halafu ya Zanzibar imebaki ni mamlaka ukitoa yale ambayo wameyatoa, na Tanganyika inabaki na mambo yake ukitoa yale ambayo wameyatoa. Kwa hivyo hapa tuna mamlaka ngapi? Mamlaka 3. Mamlaka ya mambo ya Tanganyika yasiyohusiana na mambo ya muungano, na mamlaka ya mambo ya Zanzibar yasiyohusiana na mambo ya muungano, na mamlaka ya muungano ambayo haya sasa ni ya ushirika ya watu wawili. Sasa baada ya hapo yale ya pamoja yale yakachukuliwa, yale yakarudishwa huku Tanganyika. Kwa hivyo ikawa sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimamia mambo aina 2, yale ambayo kimsingi mwanzo ni mambo ya Tanganyika pamoja na yale ambayo pale yalifanywa ya muungano yakarudishwa ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana wengine wanapokuambia kuna watu wanaokuambia hichi kilikuwa ni kiini macho tu. Our voice should be heard within the government of the United Republic of Tanzania, and the separation of mandate between the government of Tanganyika and the government of the United Republic of Tanzania. So the government of the United Republic of Tanzania represents the interests of the union as a whole, and not
at the moment, the government of the United Republic of Tanzania is amalgamated with the government of Tanganyika. And therefore, it is very, very difficult for Zanzibaris' voices to be heard within the union. Februari 5 mwaka 1977, TANU na ASP ziliungana na kuwa Chama cha Mapinduzi CCM. Mnamo Machi 16 mwaka 1977, Rais Julius Nyerere aliteua kamati ya watu 20 iliyoongozwa na Thabit Kombo, ambaye alikuwa katibu mkuu wa zamani wa ASP, kuunda mapendekezo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano. Siku hiyo hiyo, Machi 16 mwaka 1977, Rais Nyerere pia aliitisha bunge la katiba kujadili na kupitisha katiba mpya. Katiba kimsingi ilithibitisha masharti ya katiba ya mpito, urais wenye nguvu, kanuni ya chama kimoja na uhifadhi wa muundo wa serikali mbili. Katiba ya mwaka 1977 inatoa mfumo thabiti wa urais na serikali ya ngazi mbili, yaani serikali ya Zanzibar na serikali ya Muungano. Ikajadiliwa kwa masaa machache hapo bungeni, watu watatu tu wakachangia, ikapita. Lakini katiba inatakiwa kuwa ni swala la wananchi. Kwa hiyo ndio maana mwaka 2011 mchakato ulipoanza, ule mchakato watu waliufurahia sana. Hakukuwa mjadala. Akasimama nadhani Mheshimiwa Kawawa, akasimama na mtu mmoja, wakapiga makofi, bwa bwa bwa, imepita hiyo. Kwa hivyo katiba 1977 haikuwa katiba ya wananchi. Ilikuwa ni katiba ya watawala CCM, na wakati huo ni chama kimoja, chama shika hatamu. Ikawa basi tunaburuzwa tu. Katiba hii ni kilio kwa Wazanzibari kwa sababu katiba hii imekanyaga na kupora mamlaka ya wananchi wa Zanzibar. Kama nilivyosema, Zanzibar ilikuwa ni nchi huru na Tanganyika ilikuwa nchi huru. Zote mbili zilikuwa ni wanachama wa Umoja Mataifa. Na bahati nzuri muasisi mmoja wapo wa muungano huu, Julius Nyerere mwenyewe yuko katika rekodi kupitia mahojiano aliyofanyiwa na televisheni moja ya Norway mwaka 66, akisema, akitambua msingi wa sheria ya kimataifa kwamba hakuna nchi kubwa na hakuna nchi ndogo katika sheria ya kimataifa. Sasa Zanzibar iliingizwa ndani ya muungano huu mwaka 64, lakini tulitegemea muungano huu utakuwa kwa mujibu wa masharti yaliyomo ndani ya mkataba wa muungano, na tungetegemea katiba inayoongoza nchi itokane na masharti ya mkataba wa muungano, lakini hilo halijafanyika. Mamlaka ya utendaji ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Zanzibar. Tanganyika ilikoma kuwapo na inaendelea kuonekana kwa ujanja chini ya serikali ya Muungano. Mamlaka ya kutunga sheria na usimamizi juu ya masuala ya umma yamepewa Bunge la Jamhuri ya Muungano na Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Mamlaka ya mahakama hutekelezwa na Mahakama ya Jamhuri ya Muungano na Mahakama ya Tanzania Zanzibar. Serikali ya Muungano inawajibika hasa kwa utawala wa serikali. Haki za binadamu zimebaki ni eneo ambalo si la muungano, na hizo haki za kiraia unazosema nyingine si za kimuungano, lakini nyingine kama haki za kisiasa, kwa sababu mwaka 1992 uliporudishwa mfumo wa vyama vingi, ile suala la vyama vingi lilifanywa ni suala la muungano. Kwa hivyo katika hilo la vyama ni la muungano, lakini kinachosahaulika, vyama sio siasa. Ni wazi katika haya yote kwamba katiba ya mwaka 1977 haikuwa mazao ya mjadala wa umma. Hakukuwa na ushiriki wa watu ama wakati wa kutungwa kwake au katika kupitishwa kwake. Masharti ya sheria za muungano zilifuatwa kiasi. Chini ya hali hiyo, fursa moja zaidi ilipotea kuweka katiba kwa msingi wa makubaliano zaidi. Mnamo mwaka 1979, Zanzibar ilipitisha katiba mpya inayofanana kabisa na katiba ya kitaifa ya Tanzania. Katiba mpya ilitoa mashirika sawa na serikali kama katiba ya kitaifa na kupitisha vifungu vyake vyote. Zanzibar ilipata tena katiba mwaka 79 chini ya utawala wa Rais marehemu Aboud Jumbe. Ni yeye ambaye alileta katiba ya Zanzibar ya mwaka 79. Ni yeye ambaye alianzisha Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Ni yeye ambaye alirudisha uhuru wa kimahakama Zanzibar.
ni yeye ambaye alizipunguza sana zile nguvu za Baraza la Mapinduzi. Kwa hivyo kwa upande wa Zanzibar alijitahidi sana kudemocratize, kuleta democracy baada ya mwaka 64 ya mapinduzi mpaka kuuawa kwa mzee Abeid Amani Karume 72, na kuuawa kwake ndio akaingia yeye madarakani mpaka alipoondoka mwaka 84. Hapa kwa kipindi hichi cha miaka takriban 12 alileta mabadiliko makubwa ya kidemokrasi. Katiba ya mwaka 1979 ilianzisha Baraza la Wawakilishi lililochaguliwa na kuipa mamlaka ya kisheria juu ya mambo yote yasiyo ya muungano, kimsingi ikipoteza nguvu za Baraza la Mapinduzi. Katiba hii haikujumuisha muswada wa haki. Mnamo mwaka 1983 mijadala mipya ya katiba ilianza nchini Tanzania na chama tawala cha CCM kikiweka ajenda ya mabadiliko maeneo makuu matatu ya uchambuzi na mageuzi yanayowezekana yalikuwa ni mamlaka ya utendaji, ukuu wa bunge na demokrasia shirikishi. Mnamo mwaka 1984 katiba ilibadilishwa kujumuisha muswada wa haki. Kuna mabadiliko ya 5 yaliyotokea kwa sababu tulikuwa hatuna haki za binadamu kwenye katiba. Kwa hiyo mwaka 84 ikabadilishwa ili tuweke hizo haki za binadamu kwenye katiba. 84 unanielewa? Zanzibar wakapata katiba ya 84 ambayo ni ya bora zaidi. Alafu na sisi huku yakaingizwa vitu inaitwa Bill of Rights, haki za binadamu zile za msingi ambazo ziko kwenye Uingereza kule walipigana kuziingiza kwenye katiba yao, si ndio bwana? Okay, ingawa katiba ya Uingereza haijaandikwa. Kwa hiyo yani tumekuwa tunaboresha, si ndio bwana? Okay. Marekebisho ya mwaka 1984 pia yalipunguza agizo la rais kwa vipindi viwili na kuanzisha mfumo wa makamu wa rais wawili, ambapo wakati wote mmoja atakuwa rais wa Zanzibar na mwingine waziri mkuu wa Tanzania. Kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti na ushawishi mwingine wa nje ulidhihirisha hitaji la mageuzi zaidi ya kikatiba nchini Tanzania. Mnamo Machi 26 mwaka 1991, Rais Ali Hassan Mwinyi aliteua tume chini ya wenyekiti wa Jaji Mkuu Francis Nyalali kukusanya maoni juu ya aina gani ya mfumo wa kisiasa wa Tanzania wangeupenda. Kulikuwa na mjadala wa kitaifa na kufuatiwa na kuitishwa kwa mkutano wa kitaifa wa wajumbe wanaowakilisha maslahi ya anuai katika jamii. Kamati ya wataalamu ingeandaa rasimu ya katiba na rasimu hiyo ingewasilishwa kwa bunge lililochaguliwa kisha kuipeleka kwenye kura za maoni ambayo watu kutoka pande zote za muungano wangeidhinisha au kukataa. Chama tawala cha CCM kilikataa katakata kupitisha wazo hilo. Walisema hakukuwa na haja ya katiba mpya au mkutano wa kitaifa. Kwa hofu yao kubwa ni hiyo, kwamba tukitengeneza utaratibu bora zaidi wa kuendesha nchi yetu wataondoka madarakani. Ndio maana walikataa mapendekezo ya tume ya Nyalali, ndio maana walikataa mapendekezo ya tume ya Kisanga, ndio maana walikataa mapendekezo ya tume ya Shelukindo, na ndio maana sasa wamekataa mapendekezo ya tume ya Warioba. Tume zote hizi wamezianzisha wao, wameteua wajumbe wake wenyewe. Halafu wajumbe wameleta mapendekezo ambayo yanaenda kinyume na maslahi ya CCM na mfumo unaotawala, wameyakataa. Tume ya Jaji Nyalali ilikuwa na mwaka mmoja kumaliza kazi yake. Ripoti ya tume ilitaka kufutwa kwa katiba ya mwaka 1977 pamoja na sheria 40 za nyongeza ambazo tume iliona hazina demokrasia na ni kinyume na haki za binadamu zilizowekwa. Tume iligundua kuwa ingawa wale waliohojiwa walipendelea Tanzania kuendelea na mfumo wake wa sasa, mabadiliko yaliyoombwa yanaweza tu kuwa chini ya mfumo wa vyama vingi. Kwa hivyo mnamo Mei 29 mwaka 1992, Tanzania ilipitisha sheria ya vyama vya siasa ikiruhusu mfumo wa vyama vingi. Serikali ya CCM ilichukua njia ya marekebisho ya vipande vya katiba ili kuanzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hivyo kati ya mwaka 1992 na mwaka 1995 kulikuwa na marekebisho kadhaa
ya katiba, kila moja ambayo yalifuatana na mgogoro na kuletwa kwa utata zaidi na kutofautiana kwa ndani katika muundo wa katiba. Unfortunately, in 1992, when we decided to move on to a multi-party democracy system, we never came up with a new constitution. And it's really important that we do so now. What we did is we patched up this the old constitution. We sort of added bits saying, oh, now Tanzania has become a multi-party democracy. But we never actually looked at the constitution and said, we need to revamp this. We need to come up with a new constitution that will fit the new era we're going into. And that is why, in my view, why we have had so little progress in democratization of Tanzania. Marekebisho hayo hata hivyo hayakuondoa wito wa katiba mpya ambayo tume ya Nyalali ilipendekeza mnamo mwaka 1998. Ili kutuliza shinikizo lililokuwa likiongezeka, chama tawala kiliamua kutoa jarida la karatasi nyeupe juu ya mabadiliko ya katiba. Karatasi nyeupe ni njia ya Uingereza ya kujaribu kujua maoni ya umma juu ya suala fulani la umuhimu wa kitaifa. Karatasi nyeupe ya mwaka 1998 ilikuwa mchanganyiko wa kushangaza. Ilikuwa na masuala yote mawili yaliyoundwa na serikali kwa wanajamii kuzingatia na msimamo wa serikali juu ya masuala yale yale yaliyotolewa. Maoni ya serikali yalipaswa kuwa maoni maarufu ya watu. Umma kwa ujumla ulitarajiwa kuongeza tu kuboresha maoni ya kama inavyowasilishwa na serikali. Hapo ndipo walipokuwa na huu uliokuwa utaalamu kabla ya kumaliza mjadala juu ya masuala ya katiba. Kamati ya wajumbe 16 iliteuliwa na rais wa wakati huo Benjamin Mkapa na iliongozwa na Mheshimiwa Jaji Robert Kisanga wa Mahakama ya Rufani ya Tanzania. Kamati ilitembelea na kukusanya maoni kutoka kwa wilaya zote na kuwasilisha ripoti ya kurasa zaidi ya 800 kwa Rais Benjamin Mkapa mnamo mwaka 1999. Ripoti hiyo ilizua utata. Inaonekana kwamba rais hakufurahishwa na hitimisho lililofikiwa na kamati, hasa pendekezo kwamba nchi inapaswa kuachana na muungano wa serikali mbili na kupitisha mfumo wa shirikisho na serikali tatu, na pia pendekezo kwamba nchi inapaswa kuimarisha mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hii ilikuwa ngumu sana kwa rais ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama tawala. Serikali ilipuuza mapendekezo mengi ya kamati ikisema kwamba hayakuendana na maoni ya watu. Walakini hii haikukomesha kuendelea kwa mahitaji ya katiba, na baada ya uchaguzi uliokuwa na ubishani mkubwa na wa utata wa mwaka 2010, Rais Jakaya Kikwete alitangaza mnamo mwaka 2013 nia ya serikali kuandika makubaliano mapya. Rais Kikwete aliunda tume ya uraisi iliyoongozwa na jaji mstaafu Joseph Warioba kukusanya maoni ya katiba mpya. Hata hivyo, licha ya nzuri, hii ilionekana kuwa jaribio lingine lililoshindwa. Jakaya Mrisho Kikwete rais wa awamu ya 4 ya jamhuri yetu atakumbukwa kihistoria kwa kuanzisha mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Alimteua jaji mstaafu Sinde Warioba kuongoza tume iliyokuwa na uwiano wa watu kutoka Tanzania bara na kutoka visiwani. Wakakusanya maoni ya wananchi, wakayakusanya, wakayahariri, wakatengeneza rasimu inayoitwa rasimu ya Warioba. Baadaye rasimu ile ikapelekwa bungeni katika bunge la katiba ambalo lilijumuisha wajumbe wote na wawakilishi wa makundi mbalimbali kitaifa. Rasimu ile ikachambuliwa, ndipo ikatengenezwa inayoitwa katiba pendekezwa. Then from nowhere, ghafla ile katiba pendekezwa, mchakato ukavurugwa, wanaoitwa wapinzani wakagoma, wakatoka nje, waliobaki ndani wakaendelea nao wakafanya madudu mengine ya kupoteza uhalali wa kile walichokuwa wanakifanya. Mwishowe mchakato mzima ukaharibika, na uharibifu mkubwa uliofanyika wakati ule ni kunyima mchakato uhalali
legitimacy. Kwa hiyo ukasimama mpaka hapo, na ndipo tukaingia awamu ya 5 chini ya Rais Magufuli ambaye alitamka wazi kwamba katiba si kipaumbele chake kwa wakati huu. Only president that I know of the United Republic of Tanzania who tried to push forth an agenda of a constitutional reform agenda was Jakaya Mrisho Kikwete. Unfortunately, he hijacked the process right at the end. And therefore, I'm afraid to say that one can say that his intentions were not, in my view, bona fide. The reason I say that is that we spent an incredible amount of money and time setting up a commission, the Warioba Commission, which traveled around Tanzania, getting views from Tanzanians with respect to what type of constitution they would like to have and what kind of social contract they would like to enter into. And people came out and they informed the Warioba Commission. Warioba Commission sat together, put the views together and came up with a draft constitution, the draft Warioba Constitution, and which was the people's constitution. What happened with this constitution is that it was hijacked by CCM, and actually CCM sat as a party and redrafted a constitution. I think it was in less than 24 hours, if my memory serves me correctly. They redrafted a constitution, came up with a new constitution, different from that which was proposed by the people. And that is what they tabled before a CCM Constituent Assembly, because by that time, the minority in the Constituent Assembly who were members of the opposition had walked out. It was impossible for them to get any kind of mediation going with CCM. CCM were very hardcore, particularly on the issue of the union.